Mimi ndiyo Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mimi bado ndio katibu mkuu wa chama cha ODM. Sasa utambulisho huu utabadilika, lakini litakalosalia ni kwamba yeye ndiye Sifuna. Sasa ni rasmi kwamba Seneta Edwin Watenya Sifuna ametimuliwa katika wadhifa wa katibu mkuu wa chama cha ODM. Haya ni mapendekezo ya kamati kuu ya chama hicho iliyofanya kikao jijini Mombasa, na sasa wanasubiri mkutano wa wajumbe mwezi Machi ili kuidhinisha mapendekezo hayo. Hatutarajii jipya. Uwezekano ni kwamba wajumbe watakaohudhuria wataidhinisha mapendekezo hayo. Kutimuliwa kwa Sifuna kumempa fursa ya kuzidi kutoa hisia zenye msimamo mkali kuliko alivyofanya hapo awali. Kuna mambo ambayo uongozi wa ODM umefeli kuzingatia. Huyu Sifuna alikuwa mwenye msimamo mkali dhidi ya broad-based government hata wakati Raila Odinga alikuwa hai. Msimamo huu uliwachoma akina Junet na Mbadi, nao akina Kaluma na Cherargei wakapendekeza timuliwe katika wadhifa huo. Ikumbukwe hata Rais William Ruto alitishia kuitisha mkutano wa waanzilishi wa chama hicho ili wamtimue, haya yote yakifanyika wakati Raila alikuwa hai. Basi kipenga kinahoji, mbona haya yakifanyika hivi Raila hakumuondoa Sifuna katika nafasi ya katibu mkuu? Acha tuseme hivi, Raila alijua kuwa Sifuna alikuwa mtoto wake kisiasa, alimuokota, akamuosha, akamkuza, naye akiwa mwana katika familia ya kisiasa akaongeza ujasiri na elimu na kuwa katibu mwenye usemi mkali, katibu mwenye anaelewa sheria ya chama na katiba ya nchi. Sifuna ni mwanasiasa wa siku za leo ambaye ni vigumu sana kumnunua kwa sababu ya msimamo wake. Kwa Raila Odinga, Sifuna alikuwa kama silaha, si kwa maneno tu, bali hata katika matendo, na tulishuhudia wakati wa maandamano alijitokeza kushiriki maandamano kutetea kile Raila alipigania. Ushujaa huu tuliuona kwa marehemu Seneta Otieno Kajwang. Huyu Sifuna amelaumiwa kuwa ajenti wa Rigathi Gachagua mara Uhuru Kenyatta, madai ambayo alijitenga nayo. Upande wake waziri wa fedha John Mbadi anatetea hatua ya ODM kwamba Sifuna hajatimuliwa bali amependekezwa kuondolewa. Ieleweke kwamba ukweli ni wamemuondoa Sifuna, na iwapo watamrudisha itakuwa kwa sababu ya kuogopa madhara ya hatua hiyo. Sauti ya Kipenga inapenda kukukumbusha kwamba Sifuna yuko salama zaidi hata bila cheo hicho. Kwanza, familia ya mama Aida Odinga inamtambua na kumuenzi. Pili, ni vyema kutambua kwamba ujasiri wa kisheria aliyokuwa nao baba, alikuwa na wanasheria nyuma yake. Mkuu wao alikuwa James Orengo. Huyo Orengo yuko nyuma ya Sifuna, na alipokuwa kaunti ya Busia alisisitiza kuwa Sifuna ndiye katibu mkuu wa chama cha ODM. Orengo amemtia moyo Sifuna na kumwambia azidi kuwa imara. Ujasiri na ujuzi wa sheria alionao Sifuna hautamruhusu awe na wasiwasi kwa hatua ya kutimuliwa. Kwake mambo yataenda sawa, na sasa bei yake kwenye mnada wa siasa imepanda maradufu. Sauti ya Kipenga inasema ODM inayeyuka, ODM inapoteza nguvu, na vilevile inapoteza mashiko kwenye ground. Kwa siku kadhaa zijazo tutaona na kulishwa siasa za ODM inayong'ang'ana kujiimarisha. Majuto zaidi yatakuja baada ya kuundwa kwa serikali mpya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wakulia watalia, wakuvuna watavuna. Huu ndio mchezo. Edwin Watenya Sifuna yuko salama. Tumepuliza Kipenga. Mimi ni Nelson Songa.